chapter 19, verse 20, and it says, "Listen, advice and accept it, and instruct them so that may gain wisdom for the future." Hilo tunatuambia kwamba yaendelee anayejiona watu ili kuelewa masuala. Tulisema kuwa kitenzi ni neno ambalo linaloeleza zaidi ama kitendo kinachofanywa na nomino, na tukapeana mfano wa sentensi ikiwa na kitenzi. Mfano anaeleza mfano sentensi na mtoto anacheza. Kwa hivyo anacheza ndicho kitenzi. Kwa hivyo leo tutaangazia aina za vitenzi. Na kwanza kabisa tutaangazia kitenzi kikuu. Kitenzi kikuu katika sentensi ni kitenzi ambacho kinachobeba kitendo kikuu ambacho kilifanyika. Mfano katika sentensi yake, Samson alipeana ni mtoto anacheza. Kwa hivyo anacheza ndicho kitenzi kikuu. Mfano mwingine tuseme mtoto alikuwa anacheza. Kwa hivyo hapa kuna vitenzi viwili, lakini kitenzi kikuu ndicho hiki hapa, anacheza. Sawa sawa? Naam. Kwa hivyo hapa kwa sentensi ambayo ina kitenzi kimoja, hicho kitenzi kuwa kitenzi kikuu. Lakini kwa sentensi kama hii, alikuwa anacheza, anacheza ndicho kitenzi kikuu. Kumaanisha tukitoa neno alikuwa, bado tutaleta maana, sivyo? Mtoto anacheza. Nani hajaelewa hapo? Tumesema ni kitenzi kikuu au pia kitenzi halisi. Tena faida nyingine ya kitenzi ambacho ni kitenzi kisaidizi. Tafuta ukitu sawa. Kisaidizi kitenzi ambacho kinasaidia katika kuleta maana kuu. Sawa sawa? Mfano ile sentensi nimefuta ni mtoto alikuwa anacheza. Katika sentensi hii tumesema kitenzi kikuu ni gani? Kitenzi ni kipi? Mtoto alikuwa anacheza. Kitenzi kikuu ni kipi hapo? Naam, Isa. Na alikuwa anacheza. Kwa hiyo kitenzi kisaidizi hapa itakuwa nini? Alikuwa. Naam. Nani atanipa mfano mwingine kuhusu ambayo ina kitenzi kisaidizi? Naam, Anes. Mama alikuwa mtoto. Sawa, sentensi iko sawa, lakini kusema mnipe sentensi shayana, sio hasi, lakini sawa. Mama alikuwa amepotea. Alipotea wapi? Sokoni.
maandishi ya ngali yanasomeka. Kitenzi kisaidizi hapo itakuwa kipi? Naam, Halil. Naam, ya ngali. Kwa sio lazima neno kitenzi kisaidizi kiwe alikuwa. Sawa sawa? Naam. Na kwa kitenzi halisi ni kitenzi ambacho ni kimoja katika sentensi tu. Sawa sawa? Lakini ukiona sentensi yenye vitenzi viwili kama hii sasa, hii itakuwa kitenzi kuu ni kitenzi kisaidizi. Sawa sawa? Lakini katika hii itakuwa kitenzi halisi. Sawa, tumeelewa? Na tuenda aina nyingine ya kitenzi ambayo ni kitenzi kishirikishi. Kutoka kwa neno kishirikishi, nani anaweza jaribu maana yake ni gani? Toa kwa maana tu. Mateo hana ujuzi hapo. Nani anaweza saidia kitenzi kishirikishi? Na anaweza kujaribu. Nafanya nini? Na inashirikisha maneno mengine, sivyo? Inaleta ule ushirikiano. Na umepata, hebu tumpigieni makofi. Kwa hivyo vitenzi vishirikishi ni vitenzi ambavyo huleta ushirikiano ama uhusiano baina ya nomino, viwakilishi, virudishi, yaani baina ya maneno ambayo yametumika katika sentensi hiyo. Sawa sawa? Hivyo ndivyo vitenzi vishirikishi. Na viko aina mbili. Kuna vishirikishi vikamilifu na vishirikishi vipungufu. Nani ataweza kueleza nimesema vitenzi vishirikishi ni nini? Isa, hebu tueleze. Naam, Isa. Isa amesahau. Nani atamsaidia Isa? Naam, ni maneno ambayo ushirikiana, yaani ile ushirikiano na uhusiano na aina zingine za maneno ambazo zimetumika katika sentensi hiyo. Na tumesema zipo aina mbili kuu, sivyo? Kipi na kipi? Kitenzi kipi na kipi? Naam, Alan. Na kitenzi kishirikishi kipungufu amepata. Tumpigie makofi. Aina nyingine. Naam, Kimoni. Naam, vitenzi vishirikishi vikamilifu. Kwa hivyo tutaanza na vikamilifu. Vitenzi vishirikishi vikamilifu. Hapa tunasema kuwa hivi ni vitenzi ambavyo kuchukua viambishi. Huenda ikawa viambishi vya ngeli, viambishi vya wakati. Mfano, tuseme mama mama alikuwa mama hii ni chani, hii ni hasi, sivyo? Mama alikuwa msanii. Na sasa tueleze kitenzi kishirikishi kamilifu hapo kitakuwa kipi?
Wageni alikuwa sivyo? Na kwa hiyo mchanganyikiwe. Hii kukaribiana sana, mfano huu kukaribiana sana na kitenzi kisaidizi. Ni vile sasa kisaidizi si lazima kiwe na sio lazima kiwe na kiambishi cha mgeni ama wakati. Sawa? Na mfano mwingine tuseme kuwa nasema kwa imekwisha kufanya nini? Imekwisha kunyesha. Haya, hapo kitenzi kishirikishi kikamilifu kitakuwa kipi? Na itakuwa imekwisha. Kwa sababu hapo utasema kitenzi kishirikishi kikamilifu itakuwa hivi. Sawa? Kwa hivyo itakuwa kuwa. Sawa. Kwa hivyo mifano sasa, niwape mifano sasa ya vitenzi vikiwa sasa bila kuweka katika kitenzi. Sasa kwa hivyo kuna kwisha, kuwa. Mfano mwingine sasa, kwa sababu umeelewa, dondoe sasa mifano ya vitenzi vishirikishi kana na wamekwisha tayari kushaandika hapa. Mfano ndio hapa kwisha, kuna kwenda pia. Kwa mfano tuseme mama amekwenda sokoni, sivyo? Na unasemaje? Kuja. Hebu iweke katika mfano katika sentensi. Kwa sawa, nani anajishuku lakini umepata. Nani amesema kuja? Sipia. Hapana, ni yule pale. Sasa kuja. Na ala. Kwa hivyo pia lima. Umeelewa sasa vile vitenzi vishirikishi kamilifu ingia. Naam. Kwa hivyo tunaenda sasa vitenzi vishirikishi vipungufu. Nani atakufutia ubao leo? Nani alikuwa kufutia ubao leo? Sasa mdogo uje. Futa hapa kutoka sasa hivi. Ama kuna watu hawajamaliza kama kwanza. Kuna watu hawajamaliza? Tunawapa sekunde 3. Kutoka pale kwa petu sekunde 5. Kwa sababu chai hivi. Kimoyo moyo. Hapo tupokuwa na message. Vitenzi vishirikishi vipungufu navyo ni vitenzi ambavyo huchukua viambishi vya nafsi peke yake. Kwa hivyo ukiona kitenzi kishirikishi ambacho kina viambishi vinginevyo isipokuwa vya nafsi, basi hicho kitenzi kitakuwa ni kitenzi kipi? Kishirikishi kikamilifu. Sawa? Sababu kishirikishi kikamilifu huchukua viambishi vya nafsi, vya wakati na hata vya hali. Lakini vitenzi vishirikishi vipungufu ni vya nafsi peke yake. Haya, mfano sasa nipeni mfano ukitumia kiambishi cha nafsi. Sasa niwape mfano, alafu tuna mfano huu. Seme sisi tu wageni.
Kitenzi hapa ni kipi kishirikishi kipungufu? Tu. Kwa sababu kiambishi cha nafsi cha sisi ni tu. Sivyo? Kwa hivyo ni sisi tu wageni. Na mfano mwingine acha niwape mfano mwingine mchanganyikiwe. Sasa kuwa sisi ni wachache. Kitenzi kishirikishi kipungufu ni kipi? Ni. Haya, sasa nipe mfano. Kuna mifano miwili tayari. Nipe mfano. Na Benjamin. Na wewe ni mkorofi. Kwa hivyo ni, ukiona tu ni wapi sasa siri. Ukiona ni kwa mfano kama hii na hakuna kitenzi kingine, basi kitakuwa kitenzi kishirikishi kipungufu. Sawa? Swali na Anes. Jibu sawa. Tupe aina nyingine basi kitenzi ambayo ina kitenzi kishirikishi kipungufu. Wao tu ndio walipika. Kwa hivyo hapo umeweka kitenzi, umeweka vitenzi vyote pamoja, lakini hapo sawa. Swali lolote katika aina za vitenzi ya hapo? Ni nani? Kaso. Ndio kupesa ubao. Vitenzi sambamba tutasema kuwa ni vitenzi ambavyo vitenzi halisi hutumika kwa pamoja. Sawa? Na mfano, alikuwa analia akikariri shairi. Tena niko mfano. Hapa tunaona kuwa kuna vitenzi viwili halisi ambavyo ni analia na kukariri, sivyo? Na huenda ukatumia hata zaidi ya vitenzi halisi viwili. Mfano, alikuwa akipiga simu, akitembea, akinunua mboga sokoni. Kwa hivyo alikuwa anafanya vitendo vingapi? Vitatu. Alikuwa anatembea, tena anapiga simu, na pia anafanya nini? Ananunua vitu sokoni. Nani atalipa mfano wa vitenzi sambamba? Benjamin. Alikuwa anasoma akiandika kazi ya mwalimu. Naam, alikuwa anasoma ama anasema. Kwa hivyo alikuwa anasema huku akiandika kazi ya mwalimu. Lakini hiyo ni mbaya sana, sababu kushika mawili moja kuponyoka, sivyo? Haya, aina nyingine. Naam, Manhan. Alikuwa akicheka akiona televisheni. Naam, umepata vizuri. Aina nyingine. Naam, Elijah. Mama anaimba akipika wali. Ya mama ni vizuri. Mama, mfano wa Elijah ni kuwa mama alikuwa anaimba akipika ugali. Aina nyingine vizuri sana. Aina nyingine. Naam, alikuwa akilima. Alikuwa akilima akilia. Alikuwa akilima akilia. Sawa.
Kwa hivyo kwa muhtasari, tunaweza sema leo tumeshika nini? Nelson na Ashley, ningewatuma nje kidogo. Hebu tokeni nje. Tokeni nje kidogo. Kama dakika 5 hivi. Nani anaweza simama atupe muhtasari kwa sababu Daniel anaingia kwa sasa ulikuwa wapi? Aya, kwa muhtasari, nani anasema tumesoma nini? Hebu simama utupe kwa muhtasari. Nilikuwa naenda na video. Ya kwanza ilikuwa gani Isa? Kulikuwa na kitenzi halisi. Tueleze kitenzi halisi ni kipi? Na ni kitenzi ambacho hutuonyesha ni kitenzi kikuu, lakini lazima kiwe peke yake katika sentensi. Sawa sawa. Mfano, na mtoto anaimba. Aina ya pili ya kitenzi ni ipi? Mtu mwingine? Naam, naam, kitenzi saidizi. Haya, tupa maana ya kitenzi saidizi ni kipi? Nini kwanza? Inaunga mkono. Inaunga mkono ama inashirikiana, inahusiana na aina zingine za maneno kidogo. Lakini amepata, sio? Na vizuri sana. Nani atatupa mfano wa sentensi ambayo ina kitenzi saidizi? Naam, Elijah. Mtoto alikuwa anacheza. Naam, mtoto alikuwa anacheza. Kwa hivyo Elijah katika kuzungumzia kitenzi saidizi ni kipi? Alikuwa. Naam, alikuwa. Aina nyingine ya kitenzi ni? Naam, Carson. Naam, kitenzi kishirikishi. Maana yake ni? Kama sentensi ambayo ina kitenzi kishirikishi. Naam, mama alikuwa msanii. Haya, kitenzi kishirikishi katika sentensi hiyo ni? Alikuwa. Naam, kwa nini tukasema kitenzi kishirikishi ni kipi? Kikamilifu ama kipungufu? Ni kikamilifu. Naam, kwa sababu tukisema kikamilifu huwa viambishi vya aina gani na gani? Tukisema uchukua viambishi vya vitenzi vishirikishi vikamilifu, huwa viambishi vya nini na nini na nini? Naam, wale utachukua viambishi vya nafsi. Isa? Naam, wale utachukua vya ngeli vizuri. Na wakati pia kweli. Na mfano tayari tushapewa. Aina nyingine ya kitenzi kishirikishi na Samson. Kitenzi sambamba. Tunasema aina nyingine ya kitenzi kishirikishi ni na Benjamin. Na kitenzi kishirikishi vipungufu. Na uchukua viambishi gani? Na Elijah. Binafsi. Na vya nafsi peke yake. Kwa hivyo Brian, hebu tupe mfano wa sentensi ambayo ina kitenzi kishirikishi kipungufu. Sisi ni wachache. Nipe sentensi kutoka kipungufu. Naam, yeye yu msafi. Kwa hivyo yu ndicho nini? Kitenzi kishirikishi kipungufu. Naam, aina nyingine ya kitenzi? Naam, Matthew. Yeye ndiye mwalimu. Tulikuwa unasinzia darasani.
Yeye ni mwalimu. Hicho ni kitenzi kishirikishi kifungufu, lakini nauliza aina ya kitenzi kwa hiyo ambavyo tunaingisha hapa. Na kitenzi sambamba. Na vitenzi sambamba ni vipi? Ni ambavyo vina vitenzi halisi viwili ama zaidi ya viwili vikifuatana. Sawa sawa? Na kwa hivyo tumetamatisha darasani letu. Nani atatufungia kwa ombi? Na kwe simama. Kwa hivyo leo ikifika saa 10:20 utakuja nusu. Nini naanza leo kumeje? 4:15. Ikifika saa 10:10 tupatane. Watu wa mashariki na